Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Miongoni mwa yale tuliokuwa nayo wakati huu ni kwamba Iran imeidhinisha muswada wa sheria wa kusimamia lango la bahari la Hormuz licha ya kwamba kumekuwa na mvutano mkali na wa Marekani. Iran imeidhinisha muswada huo katika kusimamia lango la bahari la Hormuz. Kamati ya usalama wa kitaifa na sera za kigeni ya bunge la Iran imeidhinisha muhtasari wa jumla wa mswada unaolenga kusimamia mlango wa bahari wa Hormuz. Msemaji wa bunge la Iran Hassan Ghashighav alitangaza mnamo jana Jumapili akisema mswada huo ulipewa jina la hatua ya kimkakati kwa usalama na maendeleo endelevu ya mlango wa bahari wa Hormuz na ghuba ya Uajemi. Ni sehemu ya mvutano unaoendelea kati ya Iran na Marekani kuhusu msukosuko huo muhimu wa baharini. Shughuli za kisheria nchini Iran zinapiga hatua kubwa kwa kuidhinishwa huku, ingawa mswada huo bado sio sheria na unahitaji taratibu zaidi za bunge. Waangalizi wa suala hili wanaona kuwa kuidhinishwa kwa mswada huo kunaweza kutatiza mazungumzo yanayoendelea kati ya Iran na Marekani na hivyo kuathiri uwezekano wa makubaliano ya wakati wa kurejesha trafiki za kawaida katika lango la bahari la Hormuz. Shughuli ya upitishaji wa meli za mafuta pamoja na gesi imepungua, na kwa imani ya makubaliano ya haraka ya Marekani na Iran, uwezekano wa kukubalika jambo hili ni mgumu sana. Marekani haiwezi kukubaliana na mpango huu, lakini wa Iran hadi wakati huu wanasimama imara wakisema kwamba lango la bahari la Hormuz itakuwa ni mali ya wa Iran pamoja na Oman kama ilivyo kijiografia, na kwamba Iran itasimama imara katika lango la bahari la Hormuz. Kuidhinishwa kwa muhtasari wa muswada huo kunapendekeza kuongezeka kwa juhudi za kisheria za Iran kutekeleza udhibiti wa lango la bahari la Hormuz, na washiriki wa jambo hili wanaonekana kutafsiri maendeleo haya kama kuongezeka utata wa maazimio ya kidiplomasia kufikia tarehe ya mwisho ya Agosti. Waangalizi wanapaswa kufuatilia hatua zinazokuja za kisheria nchini Iran kwa kuwa uidhinishaji zaidi wa bunge unaweza kuimarisha mswada huo kuwa sheria. Wahusika wakuu akiwemo waziri wa mambo ya kigeni Abbas Araghchi, rais wa Marekani Donald Trump wanaweza kutoa dalili zaidi kupitia taarifa za umma au mazungumzo ya kidiplomasia. Matukio yoyote mapya kama vile mabadiliko ya ghafla katika sera ya baharini au matangazo kutoka kwa mamlaka ya Marekani au Iran yanaweza kuathiri matarajio ya soko na kuathiri uwezekano unaofikiriwa wa kufikia makubaliano kwa muda uliowekwa. Hata hivyo, jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran limetangaza kwamba lango la bahari la Hormuz itakuwa ni mali ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, na wao wapo tayari wakati wote kuulinda mlango wa bahari wa Hormuz, na kwamba hakuna namna nchi yoyote inaweza ikapitisha mafuta ama gesi bila idhini ya wa Iran. Bunge liliunda kamati maalum ya kusimamia lango la bahari la Hormuz baada tu ya kuanza kwa vita kati ya Marekani na Iran. Hili limekuwa ni gumzo kwa watu ulimwenguni, wakiona kwamba pengine Iran imekuwa moja kati ya nchi ambazo sasa zinataka kutengeneza maisha magumu zaidi dhidi ya ulimwengu, hasa katika kipindi hiki ambacho hali imekuwa ni ngumu ya kiuchumi duniani kote. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.